Rais wa Marekani Donald Trump ameibua mjadala mkubwa nchini Marekani baada ya kusema wazi kuwa hafikiri kabisa hali ngumu ya kifedha inayowakabili wa Marekani wakati akiendelea kusimamia vita na mzozo dhidi ya Iran. Kauli hiyo imekuja katika kipindi ambacho uchumi wa Marekani unaendelea kupata presha kubwa kutokana na kupanda kwa bei za mafuta, usafirishaji, chakula na bidhaa mbalimbali muhimu kufuatia hali ya sintofahamu katika eneo la Mashariki ya Kati. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari kabla ya kuondoka kuelekea ziara ya kikazi barani Asia, Trump aliulizwa ikiwa ongezeko la gharama za maisha kwa wananchi wa Marekani linamfanya afikiria kutafuta suluhu ya haraka dhidi ya mzozo wa Irani. Katika jibu lililowashangaza wengi, Trump alisema hafikiri hali hiyo hata kidogo, akisisitiza kuwa jambo pekee analolipa uzito ni kuhakikisha Irani haipati silaha za nyuklia. Rais huyo alisema kuwa ikiwa Marekani itaruhusu Irani kuendelea kuimarisha uwezo wake wa nyuklia, basi dunia inaweza kuingia katika hatari kubwa zaidi kuliko maumivu ya kiuchumi yanayoonekana kwa sasa. Kauli hii imekuja wakati ambapo takwimu za uchumi wa Marekani zinaonyesha mfumuko wa bei umeendelea kupanda kwa kasi katika miezi ya hivi karibuni. Bei za petroli zimeongezeka katika majimbo mengi ya Marekani, huku gharama za usafiri na bidhaa nyingine zikizidi kuwa mzigo mkubwa kwa wananchi wa kawaida. Wachambuzi wa uchumi wanasema vita vya Irani vimechangia kwa kiwango kikubwa kuongezeka kwa gharama hizo, kwa sababu soko la mafuta duniani limeingia kwenye taharuki kubwa tangu kwanza kwa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Katika wiki za hivi karibuni, hofu kubwa imekuwa juu ya usalama wa mlango wa Hormuz, eneo muhimu ambalo sehemu kubwa ya mafuta ya dunia hupita kila siku. Irani imeendelea kutishia kuvuruga zaidi usafirishaji wa mafuta katika eneo hilo ikiwa itaendelea kushambuliwa. Kutokana na hali hiyo, bei za mafuta zimekuwa zikibadilika kwa kasi katika soko la dunia, jambo ambalo limeathiri moja kwa moja maisha ya wananchi wa Marekani na mataifa mengine yanayotegemea mafuta kutoka Mashariki ya Kati. Licha ya hali hiyo, Trump ameendelea kusisitiza kuwa Marekani haiwezi kulegeza msimamo wake dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa viongozi wa White House, rais huyo anaamini kuwa mashinikizo ya kijeshi na kiuchumi ndiyo njia pekee ya kuizuia Iran kuendelea na shughuli zake za nyuklia. Trump anaona kuwa ikiwa Iran itafanikiwa kutengeneza silaha za nyuklia, basi usalama wa Israel na Marekani pamoja na washirika wake utakuwa hatarini katika miaka ijayo. Kauli zake zimezua hasira kwa baadhi ya wananchi wa Marekani ambao tayari wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha. Katika majimbo mbalimbali, wananchi wamekuwa wakilalamikia kupanda kwa gharama za mafuta, kodi za nyumba, chakula na huduma nyingine muhimu. Mitandao ya kijamii imejaa mijadala mikali, huku baadhi ya watu wakisema kauli ya Trump inaonyesha kuwa serikali yake imejikita zaidi kwenye vita kuliko maisha ya wananchi wa kawaida. Wanasiasa wa chama cha Democratic wameanza kutumia kauli hiyo kama silaha mpya ya kisiasa dhidi ya Trump. Viongozi wa upinzani wanasema rais huyo amesahau ahadi zake za awali za kupunguza gharama za maisha na kuimarisha uchumi wa ndani. Wengine wamemkumbusha Trump kuwa aliingia madarakani akiahidi kuifanya Marekani iwe na nguvu kiuchumi, lakini sasa wananchi wanashuhudia ongezeko la bei, huku mabilioni ya dola yakiendelea kutumika katika operesheni za kijeshi Mashariki ya Kati. Hata ndani ya chama chake cha Republican, baadhi ya viongozi wameanza kuonyesha wasiwasi kuhusu athari za kisiasa zinazoweza kujitokeza ikiwa hali ya uchumi itaendelea kuwa ngumu. Kuna hofu kwamba kupanda kwa gharama za maisha kunaweza kuathiri umaarufu wa Trump mbele ya wapiga kura, hasa wale wa tabaka la kati na wafanyakazi ambao wamekuwa wakiumia zaidi kutokana na mfumuko wa bei. Kauli ya Trump sasa imekuwa moja kauli zinazotikisa zaidi siasa za Marekani katika siku za hivi karibuni. Wachambuzi wengi wanaamini kuwa namna anavyoshughulikia vita vya Irani pamoja na hali ngumu ya uchumi ndani ya Marekani vitaamua kwa kiwango kikubwa namna wananchi watakavyomhukumu katika kipindi kijacho cha kisiasa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.